Yalikuwa ni majira ya jioni, ndege wa angani wakirukaruka kimya, na mifugo ikirudi viota vyake, wanyama wa porini wakijitahidi kuweka makazi yao katika misitu na maskani. Anga lilikuwa limepambwa na rangi za machweo ya jua, upepo mdogo ukipuliza kwa utulivu, na kila kitu kilionekana kuakisi amani ya dunia isiyo na hatari. Katika jioni hii ya utulivu, tumbo la Mama Mboya lilicheza ishara ya maisha mapya. Si jioni ya kawaida. Hii ilikuwa ni jioni ya mwana mfalme kuzaliwa, mvulana aliyeachia alama isiyofutika katika historia ya taifa lake na bara la Afrika. Sauti za ndege ziliimba kwa hekima, ukimya wa jiji la Thika ukijaa matumaini ya kesho, huku anga likiangaza kwa mwanga wa kuvutia, ukitoa ishara na maisha ambayo yangeleta msukumo kwa kizazi kizima. Tom Joseph Odhiambo Mboya alizaliwa tarehe 15 ya mwezi Agosti mwaka 1930 katika familia ya Waluo, wakazi wa Kilimamboga, karibu na Thika. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa mashamba ya wakoloni na mama yake aliendesha familia kwa hekima na uangalifu. Hapo alipoanza maisha yake, alijenga misingi ya maadili, uthubutu na heshima ya jamii. Elimu yake ya awali aliipata katika shule za misheni na baadaye alisoma sekondari katika shule ya Mang'u, moja ya shule mashuhuri za Kenya. Hapo ndipo akili yake ya kisiasa na kijamii ilianza kuibuka. Akiwa kijana, Mboya alivutiwa na harakati za wafanyakazi na haki za Waafrika. Mwaka 1953 alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa Kenya Local Government Workers Union. Alijenga sauti isiyopotea ya wafanyakazi na mapambano yake yalichangia kuunda Kenya Federation of Labour, yani KFL, ambapo baadaye akawa katibu mkuu. Harakati zake zilionyesha ujasiri wa kipekee na alitambulika kama kiongozi wa vijana wenye maono ya taifa huru. Katika enzi ya Mau Mau, alisogea kwa tahadhari lakini kwa msimamo, akipigania haki za Afrika mjini na kuwa kielelezo cha sauti ya kisiasa isiyopotea. That is that a person is not just an individual, he is part of a system, he is part of a community. He has responsibilities within that community. He has duties to perform in that community. But in turn, the community has also got responsibility to him. They have duties towards him and his children. This is a very important concept. The other concept is that every person has got equal value and worth. Although some of our people in traditional life had a lot of wealth, but their wealth was not really belonging to them as individuals. Mboya alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa Kenya African National Union. Alichaguliwa katibu mkuu wa KANU na kuungana na viongozi wakuu akiwemo Jomo Kenyatta. Alikuwa kiungo muhimu katika kizazi cha wazee wa harakati za kizazi kipya cha viongozi wa elimu. Miongoni mwa mchango wake mkubwa ilikuwa mpango wa Airlift wa Kennedy uliopeleka mamia ya wanafunzi wa Kenya kusoma Marekani, ikiwa ni pamoja na baba yake Barack Obama. Mpango huu ulisaidia kuunda kizazi kipya cha wasomi wa Kenya baada ya uhuru. Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963, Mboya alikuwa waziri wa sheria, masuala ya katiba, kisha waziri wa mpango na maendeleo ya uchumi. Alihusika katika kuunda Secessional Paper No. 10 ya mwaka 1965 kuhusu African Socialism, kuunda misingi ya uchumi wa taifa na kuhakikisha maendeleo ya haraka ya taifa. Tom Mboya aliunda mfumo wa maendeleo akihakikisha elimu, ajira na usawa vinakuwa vipaumbele.
Akizungumza kuhusu mchango wa vijana, alisisitiza kuwa kizazi kipya lazima kiwe na elimu na maono ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, umaarufu wake uliibua mvutano wa kisiasa. Mnamo tarehe 5 ya mwezi Julai ya mwaka 1969, akiwa katikati ya jiji la Nairobi, Tom Mboya aliuawa kwa kupigwa risasi mchana kweupe. Kifo chake kilishtua taifa na kusababisha maandamano makubwa nchini Kenya. Mtu mmoja aliyehukumiwa katika mauaji hayo alikuwa ni Nahashon Isaac Njenga Njoroge, aliyepatikana na hatia kisha kuangamizwa kisheria mwaka 1970. Tom Mboya alifariki akiwa na umri wa miaka 38, lakini alama yake haikufutika. Alibaki aking'ara kama shujaa, kiongozi kijana aliyechangia sana uhuru wa Kenya, maendeleo ya kijamii, haki za wafanyakazi na elimu ya kizazi kipya. Sauti yake bado inasikika, ikitoa msukumo kwa viongozi wa vizazi vyote na kila mwananchi wa Afrika anayetamani kuona taifa lake likiendelea. Maisha ya Tom Mboya yanatufundisha kuwa shujaa haishi kwa muda wake tu, bali kwa alama na msukumo aliouacha. Tom Mboya ni mfano wa shujaa wa kweli wa Afrika aliyebadilisha historia, akaiacha alama isiyofutika kwa kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Mashujaa wetu wa Tanzania na Afrika, mashujaa wetu wa Tanzania na Afrika, mashujaa wetu